Natumaini unaendelea vizuri kabisa, mtazamaji wa Zone Media. Nikukaribishe tuweze kujuzana yote yanayojiri katika anga za kimataifa. Sasa habari kubwa hivi sasa duniani ni kuhusu mazungumzo kati ya Rais wa Marekani Donald Trump na Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu yaliyofanyika siku ya Jumatano katika ikulu ya White House. Macho ya watu wote duniani yalikuwa yameangaza White House, Washington DC, Marekani, kwenye mazungumzo hayo mazito ambayo yaliweza kuchukua takribani saa 3 bila kusimama kati ya Rais wa Marekani Donald Trump na Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu. Sasa mtazamaji, hapa na kupitisha yote yaliyojiri katika mazungumzo hayo. Nini ambacho kiliweza kujadiliwa, lakini kiliafikiwa kitu gani mwisho wa siku kwenye mazungumzo hayo? Kwanza kabisa, mazungumzo haya yalilenga kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran kwa kiasi kikubwa sana, na Netanyahu alitarajiwa kwenda kumshawishi Trump kwamba kuna wajibu wa kuweza kutumia nguvu za kijeshi kwa ajili ya kuweza kuishambulia Irani, kwani mazungumzo hayataweza kufanya kazi. Sasa Trump bwana amemsurprise bwana bibi Netanyahu kwa kiasi kikubwa sana, na Netanyahu amekuwa very surprised kutokana na kile ambacho amekikuta kwa Rais wa Marekani Donald Trump. Tunafahamu kwamba Israel inamtegemea Marekani kwenye masuala ya kijeshi katika asilimia zaidi ya 70. Yani Israel anapokuwa labda anaanzisha vita, basi Marekani lazima awe nyuma kuweza kumsaidia. Ndicho ambacho mara nyingi kimekuwa kikionekana kati ya Israel na Marekani. Lakini sasa jana Netanyahu baada ya kufika Marekani, kwanza kabisa aliweza kukutana na mjumbe wa Marekani Mashariki ya Kati Steve Witkoff na mkwe wa Rais Trump Jared Kushner. Baadaye ndo mkutano kati yake na Trump ukafuata. Sasa Trump bwana amemueleza bwana Netanyahu kwamba kuna umuhimu mkubwa wa kuruhusu mazungumzo kati ya Marekani na Irani yaendelee ili kuona kama kuna uwezekano wa kufikia makubaliano. Lakini pia msimamo wa Trump umelenga kwenye kutaka suluhisho la kidiplomasia kwanza, akionya kuwa kama Irani haitakuwa makini na kuwajibika, hatua kali za kijeshi zitachukuliwa. Pia alikumbushia ile operesheni ya Midnight Hammer, mashambulizi ya Juni 2025 ya vinu vya nyuklia vya Iran, na amekumbushia hilo kama onyo kwa kile kinachoweza kutokea ikiwa diplomasia itafeli. Lakini sasa baada ya Netanyahu kuweza kukutana na surprise hiyo ya msimamo wa Trump kwamba yeye analenga kwanza kupata suluhisho la kidiplomasia, si vita moja kwa moja, Netanyahu yeye akasema kwamba makubaliano yoyote lazima yahusishe sio tu nyuklia peke yake, bali pia kuzuia mpango wa Iran wa makombora ya masafa marefu, yani ballistic missiles, na kuacha kufadhili makundi kama Hamas pamoja na Hezbollah. Kwa Netanyahu akaongeza hoja nyingine ya kukazia kwa Trump baada ya kuona kwamba mzee baba bwana Trump yupo serious kinoma noma, kwa kumsisitiza kwamba Netanyahu, mimi sihitaji vita kwa sasa, na lenga zaidi diplomasia. Mazungumzo yalifanyika Oman wiki iliyopita, mazungumzo ya awali kabisa yakihusisha ujumbe wa Iran ukiongozwa na waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi, lakini pia kwa upande wa Marekani Steve Witkoff pamoja na Jared Kushner walikuwa wakiongoza ujumbe wa Marekani kwenye mazungumzo ya Oman, huku mazungumzo mengine yakitarajiwa kufanyika hapo wiki ijayo Oman, duru ya pili ya mazungumzo. Sasa bwana bibi Netanyahu ni kwa nini amekutana na hii surprise kubwa kutoka kwa Rais wa Marekani Donald Trump? Kwanza, Trump anafahamu kabisa uwezo wa kijeshi wa Irani ni wa kiasi gani. Kwenye kipindi hiki cha vuguvugu la mvutano kati ya Iran na Marekani, kumekuwepo na vitisho vingi sana vya kijeshi kutoka Marekani mwenyewe, Rais wa Marekani Donald Trump, lakini vile vile hata kwa upande wa Iran wamekuwa wakisisitiza kwamba tutaweza kujibu kwa nguvu kutokana na ubora wetu wa makombora, na Iran pia imeweza kuonyesha silaha zake za hatari ambazo huenda akazitumia kwenye kujibu mashambulizi ya Marekani endapo tu basi itaweza kushambuliwa. Tukaona ile meli ya kivita, ile manuari ya USS Abraham Lincoln kwa kuongozana na meli nyingine katika msafara wake kufika Mashariki ya Kati. Juzi tu Rais wa Marekani Donald Trump amesema kwamba atatuma kikosi kingine cha manuari ya kivita kiongozwa na USS Abraham Lincoln kwenda Mashariki ya Kati tena
ili kuongeza ile tension ya vuguvugu ya kumshinikiza Iran kuweza kukubali matakwa ya Marekani kwenye mazungumzo ambayo wanakwenda kuzungumza, huku viongozi wa Iran wenyewe wakisema kwamba kwenye mpango wa makombora hilo halina mjadala wala halizungumziki. Kwenye mpango wa kufadhili makundi nalo pia halina mjadala na halizungumziki, lakini kwenye mpango wa nyuklia wako tayari kujadili wakati wowote, ikiwa tu Marekani atakuwa specific kwenye mazungumzo yake, lakini vile vile hata wabana kwenye masuala mengine. Kwa hiyo bado inaonekana wazi kwamba Trump anasikilizia hivi, yani kama amepiga mute, anasikilizia nini ambacho kitatokea katika mazungumzo hayo, kusikilizia. Na sina hakika kwamba kweli kama anavyosema nguvu za kijeshi zitaweza kutumika ikiwa diplomasia haitafuata mkondo wake, kama Trump kweli anaweza kutumia nguvu za kijeshi, kwa sababu anajua kabisa madhara makubwa ambayo atakutana nayo Israel katika vita pale Mashariki ya Kati yatakuwa ni makubwa kwa kile ambacho kilionekana kwenye vita ya siku 12 kati yake Israel pamoja na Iran, lakini Marekani pia aliingia katikati, lakini madhara yalionekana ni makubwa sana nchini Israel kutokana na uharibifu mkubwa uliofanyika kutokana na makombora ya Iran yaliyotumwa moja kwa moja kutoka Tehran kwenda Israel kwenye baadhi ya miji yake. Sasa Netanyahu kama vile hajaridhishwa na kile ambacho kimeweza kutokea hapo jana, baada ya kumshawishi sana Rais Trump kwamba bwana, tuangalie namna nyingine ya kuweza kufanya tuishambulie Iran, lakini mwisho wa siku Trump amesimamia kwenye muktadha wa kutaka amani kwanza, yani diplomasia itumike. Jambo jingine, kulikuwa kuna mjadala kuhusu mpango wa Netanyahu wa kutaka Israel ianze kujitegemea kijeshi hatua kwa hatua, badala ya kutegemea mabilioni ya dola kutoka kwa walipa kodi wa Marekani. Na hii inaendana na ile sera ya Trump ya America First. Netanyahu anatamani Israel iweze kujitegemea kijeshi moja kwa moja, na anaona kabisa kwamba anakwamishwa kwenye hili sakata la kuishambulia Iran na Marekani, kwa sababu wale ni washirika wakubwa, ni washirika wazito, kwamba Israel hawezi akaamua kitu bila kumuomba ushauri baba yake Marekani. Kwa hiyo Israel kupitia Netanyahu wapo kwenye mchakato wa kwanza kuomba iweze kujitegemea kijeshi yeye yenyewe. Yani sio mpaka tu isubiri Marekani aje sasa aamue kwamba hiki kitokee na hiki kitokee, lakini wanataka waweze kujitegemea kijeshi. Na Netanyahu anaona kabisa kwenye hili swala la Irani anacheleweshwa kwa kiasi kikubwa sana kuweza kuchukua maamuzi dhidi ya Irani. Yani kama kuna jambo ambalo Israel yeye analitamani kuhusu Irani, basi anataka vita. Yani vita ndio chaguo la kwanza la Israel kabla hata ya haya mazungumzo, akisema kwamba hawa watu hawapaswi kuingia kwenye mazungumzo bali tuwashambulie moja kwa moja. Ndicho ambacho Israel anakitaka kutokana na mipango ya Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu kuendelea kubaki kwenye utawala wa Israel kutokana na siasa ambayo katika taifa lake amepoteza mvuto kwa kiasi kikubwa sana ndani ya Israel chini ya chama chake cha Likud. Sasa vile vile kulikuwa kuna mjadala mwingine kuhusu hali ya Gaza na Board of Peace, yani bodi ya amani ambayo iliundwa na Trump. Viongozi hao pia wamejadili maendeleo ya mpango wa amani wa Gaza, ambapo Netanyahu amekubali Israel kuwa sehemu ya Board of Peace, yani bodi ya amani, chombo kipya kilichoundwa na Trump kusimamia amani na ujenzi mpya wa Gaza. Lakini Trump amesema kuwa kuna maendeleo makubwa yanafanyika Gaza, ingawa bado kuna changamoto za utekelezaji wa usitishaji wa vita kamili na nani atatawala eneo hilo. Kwa hiyo pia wakazungumzia kuhusu ule mpango wa Board of Peace ambao Trump aliweza kuanzisha hiyo bodi yake, lakini kikiwa ni chombo ambacho kimeundwa mahususi kabisa kwa ajili ya kusimamia amani na ujenzi upya wa Gaza. Kuna nchi kadha wa kadha zimeshirikishwa hapo, zimejoin, na mkutano huo uliweza kufanyika Davos pale Uswizi, wa kuweza kuanzisha Board of Peace, Trump akishirikiana na nchi kadha wa kadha ambazo aliweza kuzialika kwenye Board of Peace na kuwataka kuweza kuchangia kiasi cha pesa ambacho kitakwenda kusaidia pale Gaza. Kitu kingine ambacho kilionekana katika mazungumzo hayo kwamba hakukuwa na uamuzi wa mwisho. Licha ya kukaa saa 3 katika mkutano huo, Trump ameweka wazi kuwa hakuna uamuzi wa mwisho na wa kudumu uliopatikana katika maongezi hayo. Lakini badala yake waliweza kukubaliana kuendelea na uratibu wa karibu, yani close coordination, wakati mazungumzo ya Irani yakishika kasi wiki ijayo nchini Oman. Kwa hiyo bado katika mazungumzo kati ya Marekani pamoja na Israel hapo jana chini ya viongozi wake, Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu kwa upande wa Israel na Rais Donald Trump, hakukuwa na uamuzi wa mwisho, bali
wamekubaliana kuweza kuendelea na uratibu wa karibu close coordination wakati mazungumzo ya Iran yakishika kasi wiki ijayo nchini Oman kwa duru ya pili. Kwa hiyo unaona kabisa bado rais wa Marekani Donald Trump hataki vita kwa sasa na Iran, na anajua kwa nini yeye mwenyewe hataki vita. Anaona kabisa itakuwa ni dhahma kubwa Mashariki ya Kati, lakini mali za Marekani zinaweza zikapata shida sana pale, zikaharibiwa kwa kiasi kikubwa, lakini vile vile hata kwenye upande wa Israel wanaweza wakapata madhara makubwa sana. Ni kama vile Trump hajaamua tu kufunguka moja kwa moja kumwambia Netanyahu kwamba bwana wale jamani hatari, ila tu anaamua kusema kwamba anataka diplomasia kwanza iweze kutumika. Kama diplomasia haitofanya kazi, basi ndio nguvu za kijeshi ziweze kutendeka. Lakini Netanyahu kwenye mazungumzo ya jana hajaridhika kabisa, kwa sababu ametumia muda mrefu kujiandaa katika mazungumzo hayo, lakini mwisho wa siku Trump anakuja anamuangusha, anamlet down na anamfanya Netanyahu ajisikie mtu ambaye hana furaha baada ya mazungumzo hayo. Sasa mtazamaji, nimekuletea kwa kina kabisa, dakika za kutosha, maelezo ya kina kile ambacho kimetokea katika mazungumzo kati ya rais wa Marekani Donald Trump na waziri mkuu Benjamin Netanyahu. Basi nikuombe kwa taarifa zaidi, basi usiache kuungana nasi wakati mwingine kwa kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare. Na leo kuna taarifa nyingi sana mtazamaji, basi endelea kuwa nasi wakati wote hapa. Cha msingi tu ni kuweza kuwa na bando lako la kutosha, lakini kuwasha notification muda wowote tu, basi taarifa itakapokufikia uwe wa kwanza kuipata.